Unanifuatilia leo, nataka nikusaidie kidogo, kanuni ya kuwa na amani na watu wote, au upate kuwa na amani katika haya maisha. Kuna mambo unaweza ukafanya ya kuletea amani kwenye haya maisha, kwa sababu Biblia ishasema kwamba makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake anayesababisha makwazo. Kwa hiyo Yesu alishaahidi kuna makwazo, na mimi nataka kuahidi kwamba makwazo yapo na hayana budi. Kwa hiyo jambo ambalo nataka kufanya ni wewe kujijengea defense mwenyewe, ili kwamba uweze kuishi kwa amani, kwa sababu anasema amani ya Kristo na iamue mioyoni mwenu, kwa sababu mambo mengi yanayotokea kwenye haya maisha yanatokana na chaguzi zetu. Unachagua kukasirika, unachagua, yani ni uchaguzi. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe kuamua sasa kwamba hata watu wafanye vipi, moyo wako sio mfereji wa maji machafu. Kwa hiyo lazima ujifunze kuto kukasirika. Unaweza ukakasirika kwa muda, lakini usiyaeke ndani. Hata kama mtu hajakuomba msamaha, jifunze kuwasamehe, jifunze kuachilia mambo. Na kitu ambacho nataka ujifunze pia ni kwamba watu ni watu. Nilimba wimbo wangu mmoja sema mtu ni mtu tu. Anaweza kawa ni mama yako ni mtu, mume wako ni mtu, mtoto wako ni mtu, mchungaji wako ni mtu, na wewe mwenyewe ni mtu. Kwa hiyo angalia kwanza wewe mwenyewe kwamba unaweza, kumbe hata wewe ukawakosea watu. Kwa hiyo kumbe na watu waweza kukosea. Kwa hiyo ni muhimu ukatengeneza nafasi. Watu ambao wanaumia, nisikize vizuri, watu wanaumia ni wale watu ambao wamewaamini watu kwa 100%. Sasa mtu yeyote akija akafanya kitu ambacho hajategemea, ndipo ambapo anaumia sana. Akasema mtunga Zaburi kwamba aliyenumiza ni wewe ndugu yangu, ni mtu wa karibu. Na watu wanaotumiza sana mioyo yetu ni wale watu wa karibu yetu, wale watu wanaotufahamu. Hata fulani, hata mume wangu ameweza akanifanyia mimi hivi, hata mtoto wangu wa kumzaa kabisa, mama yangu mzazi kabisa. Yani kwa unashangaa, mama yako mzazi anaweza kukuumiza, kila mtu yoyote, maada ni mtu. Kwa hiyo weka nafasi ambayo kwamba unaweza ikatokea. Mtu ambaye hajawahi kuwaza kwamba anaweza kufukuzwa kazi, siku akifukuzwa kazi ni shida. Mtu ambaye anafikiri misiba au kufa ni kwa watu wengine, siku akifiwa ni shida, kwa sababu hakuwa na hayo mawazo. Kwa lazima uweke nafasi kwamba anything can happen, uwe tayari kwa jambo lolote. Kwa unakuwa umeshajengea